Washikadau wa sekta ya afya wanaofia kuwa zaidi ya vijana 4,000 katika kaunti ya Kwale wanatumia madawa ya kulevya wako kwenye hatari ya kuambukizwa na kueneza maambukizi ya HIV kutokana na kudidimia kwa ufadhili wa mipango ya kupunguza maambukizi hayo. Vijana hao wamekuwa kwenye mpango mbalimbali unaofadhiliwa na shirika la msaada wa Marekani USAID na hazina ya Global Fund kuwasaidia kupata sindano mpya za kujidunga ili kuepuka maambukizi ya HIV. Wadau hao sasa wanaitaka serikali kuhakikisha mipango ya kutoa sindano na dawa za methadone haififii. Lawrence Ng'ang'a anaarifu. Kutokana na kuendelea kudidimia kwa ufadhili kutoka mataifa ya nje kutekeleza miradi ya kusaidia vijana kupunguza maambukizi mapya ya HIV, kusaidia walioathirika na virusi hivyo na wanaotumia madawa ya kulevya, asasi za serikali na mashirika yanayojihusisha na miradi hiyo wameanza kujikuna vichwa kutafuta jinsi ya kujaza pengo hilo. Kikao hiki kikitathmini ni mgao kiasi gani unahitajika na ni vipi utapatikana. Kuna haja ya stakeholders tofauti waje pamoja tukaweza kwenda kushirikiana katika gurudumu hili. Maanake ni janga. Ndugu zetu wale wenye walikuwa wanatumia dawa za virusi bado watahitaji dawa. Ndugu zetu wale wanatumia dawa zile za kuwasaidia waachane na mihadarati bado watahitaji dawa. I want to call it like a budgetary comparison of what is needed, and that I mean that looking deeply into this is what Kwale County needs in terms of amount, and this is what is provided, and now our recommendations from that. Hofu kuu ikiwa vijana walio kwenye miradi hiyo wataathirika zaidi iwapo pengo hilo halitajazwa kikamilifu. Ufadhili wetu kweli ulishuka kwa sababu USAID pia ilitoa ufadhili wake, na vile nimewaeleza pia Global Fund kupitia kwa Kenya Red Cross ilipunguza pesa ambao walikuwa wanatupatia kwenye program zetu. Kwa hivyo sasa tunaona vijana takriban karibu vijana 4,000 watakuwa kwenye hatari ya kuweza kurudi kwenye kujibwenga na kutumia madawa kulevya tusipopata msaada wa dharura. For PWDs we have a very vast harm reduction program where we provide needle and syringes to these PWDs. Of late we are aware of the dwindling funding. We are trying to look at areas of collaboration with the local partners to see if counties can be able to see if there are in-house or in-counties partners whom they can work with to see if there are gaps that they need to be filled. Kamati ya afya katika bunge la kaunti ya Kwale likipendekeza kuwe na sera ya kulinda ufadhili wa miradi hiyo kutoka kwa serikali kuu na zile za kaunti. Hivyo basi naona there is need ya kwamba hii picha hii iweze kupatikana ipatikane vizuri, iweze kutokezea kule kwa national government ya kwamba there is need for coming up with a policy ili yenye itaweza kwenda kuona ni vipi such organizations zinaweza zikawa zinapokea funding kutoka kwa serikali kuu ama hata kwa county government. Ni viongozi waangalie, watengeze sheria ili kutengwe pesa maalum, kwa sababu wananchi wetu wataumia. Watoto wetu wataumia. Kuna wale watoto wetu wanatumia mihadarati, kuna wale wameathirika na virusi na ule ufadhili umeondoka. What next for our people? Ni viongozi tukae chini tutengeze policy ambazo zitaweza kusaidia watu wetu wa Kwale. Si Kwale peke yake but Kenya nzima tu. Health is devolved, and at some point we'll have to make sure that we're fully independent, not relying on outside aid, which as we can see has affected us drastically at the moment. So I think it would be wiser for us to focus on what we can do within the counties, even as we hope for aid from outside. Lakini sasa tukipata mahoteli, gavana, rais wetu na wengine wakiingilia, wakumbuke hawa vijana ambao wanaumia na janga la madawa kulevya, itakuwa ni jambo mzuri sana. Lawrence Ng'ang'a, runinga ya Citizen. Mamia ya wakazi wa eneo bunge la Butula katika kaunti ya Busia